Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ametupatia ambacho amenipatia cha kuwepo katika siku ya leo. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka nije tukiangalie ama tufundishane kuhusu nini? Kuhusu malaika. Malaika na kazi zao. Malaika na kazi zao. Leo kuna kitu ambacho nataka tufundishane kuhusu malaika na kazi zao. Kuhusu malaika na kazi zao. Maana watu wengi tunajua malaika, lakini hata hatujui kazi za malaika ni nini. Yaani watu wengi tunajua malaika wapo, lakini hatujui hata kazi zao ni kazi zao ni nini. Kwa hiyo tuende kuangalia kwa sehemu kazi malaika na kazi zao. Malaika na kazi zao. Malaika wako wengi, na wapo katika nikitumia kwa lugha ya kawaida waweza kueleweka. Wapo katika koo ama vikundi. Wapo katika vikundi vingi. Na kila kikundi kina kazi yake. Kila kikundi kina kazi yake. Kwa hiyo malaika wako wengi. Malaika wako wengi kweli. Na hao kila kikundi huwa kina kazi yake, na wengi wakiambiwa aina za malaika, mara nyingi huwa tunataja malaika wa aina mbili ama vikundi viwili, maserafi na makerubi. Lakini hata mtu akikuuliza kwamba kazi ya maserafi ni nini na kazi ya makerubi ni nini, mtu unaweza ukashindwa kuelewa kwamba maserafi kazi yao ni nini, ama makerubi kazi yao ni nini. Ama wote tunaweza tukawajumlisha pamoja kwamba maserafi na makerubi wote kazi yao ni kumsifu Mungu. Lakini kwenye neno inaonekana maserafi wana kazi yao, pia makerubi wana kazi yao. Makerubi wana kazi yao. Kazi ya maserafi ni kumsifu Mungu kwa mujibu kwa mujibu wa neno la Mungu kwa kitabu kile cha Isaya sura yake ni ya 6. Ukianzia mstari wa kwanza mpaka wa 3, pale utaona namna Isaya alivyoandika kwamba aliona nini katika ule mwaka aliokufa mfalme Uzia. Aliona maono, akaona malaika maserafi. Bado tuanza kuangalia kwa ufupi, ili kwamba tuangalie kile ambacho tunaenda kukifundisha mahali hapa. Kwenye Isaya sura yake ni ya 6, mstari wake ni wa kwanza. Neno la Mungu linasema, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Kwenye 3 wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Hawa ni maserafi. Kazi yao ni nini? Kazi yao ni kumsifu Mungu. Aina nyingine hii ni ya makerubi. Aina nyingine makerubi. Unaposikia maserafi
Jua basi jua basi ni jua basi, hao wako wengi, sio nini, sio mmoja. Hicho ni kikundi cha malaika ambao kazi yao ni kumsifu Mungu. Hiyo ndio kazi yao, na unaona namna wanavyomuita Mungu ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Hiyo ndio kazi yao, usiku na mchana wenyewe wanamsifu Mungu muda wote bila kuchoka. Hiyo ndio kazi yao, na Mungu amewaomba kwa ajili ya kazi hiyo, kumsifu yeye usiku na mchana. Kwa hiyo wanadamu tusipomsifu Mungu, wapo malaika ambao wanamsifu Mungu usiku na mchana, aina nyingine ya malaika ni hawa makerubi. Tukiangalia kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa 24, Mwanzo sura ya 3 mstari wa 24, tunaona Mungu alipowafukuza na kuambia hivi, ili nisikuchukue muda wako sana, lakini kwa muda wako unaweza kwenda kusoma ukaangalia kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari ule wa 24, utaona Mungu alipowafukuza Adamu na Hawa kwenye bustani, aliweka makerubi ili kwamba wailinde ile bustani, wailinde ile bustani. Makerubi ndio ambaye waliolinda. Kwa hiyo kazi ya makerubi ni ulinzi. Kazi ya makerubi ni ulinzi. Na kwenye Zaburi sura yake ni ya 34, Zaburi sura yake ni ya 34 mstari ule wa 7. Zaburi 34 mstari wa 7. Subiri niangalie Zaburi 34, Zaburi 34 mstari ule wa 7. Neno la Mungu linasema, malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Narudia tena, malaika wa Bwana hufanya kituo, akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Kwa hiyo hiyo ndio kazi ya ulinzi, Yaani wanafanya kituo. Kwa mfano, mahali alipo mtumishi wa Mungu, basi hawa malaika hawa makerubi wanafanya kituo mahali hapo, wakimzunguka yule mtumishi wa Mungu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya ulinzi. Na Elisha aliwaona kwenye kitabu kile ni cha Wafalme wa Pili. Unaweza ukaenda kuangalia pale walipovamiwa na wale Washami, wale Washami, yule mfanyakazi wake alipowaona jeshi la Washami aliogopa sana, lakini Elisha, sababu alikuwa na macho ya rohoni, aliwaona hawa makerubi wamepanda farasi wa moto, wamewazingira. Akamwomba Mungu afungue macho ya Gehazi ile mtumishi wake, ili kwamba aweze kuona ile jeshi ambalo limewazingira, kwa sababu hawa malaika ni wengi sana. Ikiwa tu ni theruthi ya malaika ambao waliasi, unaona theruthi ya malaika tu ndio walioasi, lakini unaona namna walivyojaza dunia. Nadhani ndio somo ambalo nilikuwa nalifundisha kuhusu uwepo wa majini, kwa sababu majini ni malaika walioasi, ni malaika wa giza, walioasi. Kwa hiyo shetani alipotupwa, na wao walitupwa, Kwa kitabu kile cha Ufunuo 12 mstari ule wa 7, sura ya 12 mstari wa 7, utaona kwamba kutokea vita mbinguni, takuja hapo. Kwa hiyo kazi ya hawa malaika hawa makerubi ni nini? Ni ulinzi. Kazi yao ni ulinzi. Hata ukienda kuangalia kitabu cha Wafalme wa Pili, sura yake ni ya 3 mstari wa 10, utaona namna walipokuwa ile sanduku la agano, namna lilivyokuwa pale Sulemani alipokuwa ajenga hekalu, namna aliweka yale makerubi akaifunika ile sanduku la agano, makerubi yakaifunika ile sanduku la agano, kwa sababu kazi yao ni ulinzi.
Kwa hiyo ni kazi ya makerubi. Hiyo ni kazi ya makerubi. Wapo wengine malaika ni wajumbe wa Mungu. Malaika nini? Wajumbe wa Mungu. Kazi yao ni kutumwa. Kazi yao ni kutumwa. Kwa hiyo hao Mungu anawanini? Mungu anawaagiza kupeleka nini? Kupeleka ujumbe, sababu ni malaika nini? Ni malaika wa ujumbe. Yule ambaye mtokea Mariamu, ni malaika nini? Malaika wa ujumbe. Kazi yao ni hiyo. Na sio nini? Na sio mmoja. Wako nini? Wako wengi. Na yule pia aliyomtokea alikuwa ni Danieli. Kwenye kitabu cha Danieli sura ya 10, Danieli alipofunga